Mtazamaji, ni Jumatatu nyingine njema, teule na tulivu. Bila shaka umzima wa buheri. Mimi ni mzima wa siha. Tumekutana hapa kupashana zile habari kubwa za siku nzima ya leo Jumatatu ya Juni 23 mwaka 2025. Habari kubwa ya siku leo hii imeangukia katika habari za kimichezo baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutoa orodha ya waamuzi watakaochezesha mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga African dhidi ya Simba Sports Club, ambao umepangwa kupigwa Juni 25 majira saa 11 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa. Waamuzi hawa ni kutoka nchini Misri, lakini match commissioner ni kutoka hapa Tanzania. Naomba nikupe orodha ya waamuzi ambao watachezesha mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara. Match commissioner ni Salum Omar Singano, huyu anatokea katika jiji la Tanga. Lakini refali wakati ni Amin Mohamed Amin Omar, huyu anatokea katika taifa la Misri. Lakini refali msaidizi namba 1 ni Mahmoud Ahmed Elgari, huyu pia anatokea katika taifa la Misri. Lakini refari msaidizi namba 2 ni Samir Gamal Saad Muhammad, huyu pia anatokea katika taifa la Misri. Refali asesa ni Ali Muhammad, huyu anatokea katika nchi ya Somalia. Hawa ndio orodha ya waamuzi ambao watasimamia mchezo mzima wa dabi ya Kariakoo, Dar es Salaam Young African dhidi ya Simba Sports Club. Habari hii imekuwa kubwa kwa siku ya leo na imeshika hatamu katika mitandao ya kijamii. Inakuwa kwa mara ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara kushuhudia waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kuja kuchezesha katika mchezo wa ligi kuu. Mchezo huu hisia yake ni kubwa kweli kweli, kwani matokeo ya mchezo huu ndio atakayeamua bingwa wa ligi kuu NBC. Dar es Salaam Young African ndiye anayeongoza msimamo hivi sasa na anayemfuatia ni Simba, lakini mchezo huu wa mwisho ndio utakuwa finali. Na bodi ya ligi Tanzania imetangaza rasmi siku hiyo hiyo ya mchezo na siku hiyo hiyo kombe litatolewa. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya mwisho ya ligi kuu, lakini ni mechi ya kumtafuta bingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2024-2025. Na hii ndio habari kubwa ya siku kwa upande wa kimichezo. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa maofisa wawili wa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara ambao walishtakiwa kwa makosa ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini. Mahakama hiyo leo hii imetoa hukumu hiyo ya kunyongwa hadi kufa kwa maofisa hao wawili wa jeshi la polisi. Hukumu hiyo iliyotolewa leo Jumatatu Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara chini ya jaji wa Mahakama Kuu Kanda Maalum ya Dar es Salaam Hamidu Mwanga. Maofisa waliokutwa na hatia ni mrakibu wa polisi Gilbert Kalanje, aliyekuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Mtwara, mrakibu msaidizi wa polisi Chazo Nyango, aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi Mtwara. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa wakati wa shauri hilo, mauaji hayo yalifanyika Januari 5 mwaka 2022 katika kituo cha polisi Mitengo mkoani Mtwara. Mfanyabiashara huyo alichomwa sindano yenye sumu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza kulivunja rasmi Baraza la Wawakilishi ifikapo Agosti 13 mwaka huu. Amezungumza hayo leo hii alipokuwa akihutubia katika mkutano wa baraza hilo la wawakilishi, huku akiwataka wabunge kuendelea na majukumu yao mbalimbali mpaka hapo Agosti 13 ambapo atalivunja rasmi baraza hilo la wawakilishi. Dr. Mwinyi amesema ametoa muda ili kusudi waweze kujiandaa na kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Hii ni habari ambayo ilikuwa kubwa kweli, kwa sababu wengi walitarajia leo ndiyo siku ya kuvunjwa kwa baraza la wawakilishi. Na mtazamaji, na hizi ndizo habari kubwa kwa siku hii ya leo ya Jumatatu ya Juni 23 mwaka huu wa 2025. Kwaherini na waaga, msiseme na wakimbia, warocheria warabu kwa upanga na majamvia. Mimi naitwa Mlazi, niweke marapi moyoni. Asante.